Wakanda, kabla ya kuja kumsikia pia Paul Chacha, mkuu wa mkoa wa Tabora, na ahadi ambayo ameiweka, siku chache au kama mwezi umepita nyuma, kocha aliyetoka wa Singida wa Tabora ilionekana kama alikuwa anazungumza mazingira ya Yanga au Simba ni timu ambazo zinatakikana hazitakiwi kufungwa, na kuifunga Yanga kwa Tabora ni kama mjitengenezea uhasama mkubwa sana. Yawezekana kwa namna moja au nyingine kwenye ule utamaduni wa hizi timu zetu mbili. Katikati humo utakutana na viongozi ambao wana maslahi ndani ya Simba, wengine wana maslahi ndani ya Young Africans. Kwa bahati nzuri ama mbaya kwake ni kwamba kwenye executive ya Tabora utakapotaja wale top kuna watu ambao moja kwa moja wana affiliations na Young Africans, kwa namna ambayo kipindi ambacho Young Africans walihitaji watu wa kuegemea, basi viongozi wa Tabora, viongozi wa sasa wa Tabora kwa kipindi kile walikuwa ni sehemu ya watu ambao waliwasaidia Young Africans. Kwa hiyo kwenye ule utamaduni kuna namna moja au nyingine ambapo utaenda kucheza na Simba na Yanga, utakuta tu ndani ya hizo timu, either ukiwa unacheza na Simba, kuna viongozi watakuja ambao wao wana affiliations na Yanga, watajaribu kuitengenezea ugumu hiyo mechi. Lakini kuna viongozi watakuja ambao wana affiliations na Simba, watajaribu kuitengenezea wepesi hiyo mechi. Sasa kinachomata ni kwamba kwenye hiyo timu wapo watu wengi wa upande gani. Baada nafi ikitokea wako upande wengi wa watu ambao ni team A na wewe ukafanikiwa kuifunga hiyo team A, jua kabisa unajitengenezea mazingira magumu ya wewe kuendelea kuishi kwenye hiyo timu, kwa sababu watakuwa walishafanya logistics za kurahisisha, lakini kwa bahati mbaya wameshindwa kufanikisha azma yao. Kwa hiyo mwisho wa siku yule ambaye ametia ugumu kwenye lile jambo ndio huwa anakuwa gambuzi wa kafara. Kwa hiyo kwangu alichokiongea mwalimu Aniset Kiazmak na kielewa, japo ni moja ya sababu ambazo zilimfanya aondoke kwenye timu, lakini kuna mfululizo wa sababu nyingine nyingi ambazo zilikuwa zinahusishwa na yeye kuondoka ndani ya timu. Sababu ambazo zote alizitaja kama zinatoka kwenye eneo la uongozi, kwa wao kushindwa kumatch kwenye malengo. Yeye ana malengo yake, lakini viongozi walikuwa na malengo yao tofauti na yale ambayo kocha anayo. Kwa hiyo kwenye kwenye hili lilotokea ni utamaduni tu, na ndio maana katika kipindi cha nyuma kidogo tulishuhudia mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda. Yeye aliamua kujiweka pembeni kabisa kwenye mechi na Simba, mechi na Yanga, ili kuepusha hizi sintofahamu kwamba labda alirahisisha mchezo ama labda kuna namna alifanya negotiations na wachezaji, kwa sababu umemsikia mkuu wa mkoa kuna namna amesema kwamba Young Africans wanawafuata na hizo message zenu, jaribuni kuziepuka hizo message za Yanga. Obviously ni namna tu ambavyo anajaribu kuonyesha kwamba kuna namna viongozi wa Yanga, either moja kwa moja kutoka Yanga ama wadau ama mashabiki wa Young Africans, wanajaribu kuirahisisha mechi kwa upande wao, either ni kwa kuwalagai wachezaji wa Tabora ama ni kwa kutengeneza mazingira ya moja kwa moja kwa wachezaji wa Tabora ama benchi la ufundi. So ni utamaduni ambao tumekuwa nao kwenye ligi yetu, ni utamaduni ambao kwa namna moja au nyingine unachagizwa na namna ambavyo taifa letu limegawanywa na hizi pande mbili. So kilichotokea Tabora labda ndio kimezungumzwa tu, lakini kiukweli hizi timu ndogo zinapocheza dhidi ya Simba na Yanga, haya mambo huwa yanatokea, na ndio maana huwa wanajaribu kutokea watu wakubwa, wanaweka bonus kubwa ili at least kufukia labda zile ahadi ndogo ndogo ambazo wachezaji wanakuwa wameahidiwa. Kwenye mazingira hivi tunasikia vile. Nimegusa hapa kwenye moja ya sauti ambayo mimi nilisikia, watu wanatishia mpaka maisha. Mtu mmoja akionekana kimazingira ni kutoka upande wa Young Africans, mwingine akionekana ni mtu ambaye anawasaidia Tabora kwenye mipango ya nje. Lakini ile siku ambayo jogging yetu ilipata iftar ilikuwa tarehe ngapi? Ilikuwa kwenye tarehe 22 20 ngapi hivi? Ilikuwa tarehe 22. Kuna mdau mmoja nilikutana naye tukapiga story kwenye zengo ile la Simba na Yanga. Kwenye kupiga story akanipa story ya moja ya timu ya ligi kuu. Ikawa ni kwenye muendelezo wa kile ambacho mimi niliwahi kukisikia na ambacho niliwahi kuona kikiwa kinazungumzwa. Nakumbuka wakati Young Africans wanaifunga Lipuli inashuka, Lipuli ilikuwa inaonekana kwamba yani wewe ilikuwa tukushusha, yani wewe tulikuwa na wewe lazima ushuke. Siko kwa sababu ya Lipuli kamtoa Yanga CFA, Lipuli kamfunga Yanga kwenye mechi 3 za CCM Samora. Yanga kuwahi kushinda, kaja kushinda mechi ya 4. Ile ambayo Lipuli anapotea. Lipuli alishakuja kumkazia Yanga mechi ya kwanza uwanja wa Uhuru. Mechi ya kwanza ya msimu Yanga na Lipuli. Lipuli anapanda kwa msimu wa kwanza, alikutana na Young Africans. Yanga goli anafunga Donald Ngoma, goli la Lipuli linafungwa na Saif Rashid Karie. Uwanja, kwa hiyo watu wakawa hii Lipuli
Kuna kisa kingine kikawa kinatajwa cha ndugu zetu wa kwenye mpunga Yefu. Na hata Katwira huko ambako tunamuona saizi inaonekana kama ni mpango kazi kwamba huyu Elbow inaonekana umemsikia wakanda, yani inaonekana hizi timu kwenye ligi yani kama zenyewe hazitaki kukutana na upinzani. Ukileta upinzani kuna mazingira unakutana nayo. Yes, ni kweli hilo lipo miaka nenda rudi, na ndio maana zipo zile familia za wazi. Sasa hivi vilabu ambavyo yeyote ukimwamsha atakwambia kwamba African Sports wana eneo lao Dar es Salaam, Coastal Union wana eneo lao Dar es Salaam, Pamba kabla ya Mtanda kwenda Mwanza walikuwa na eneo lao Dar es Salaam, ambao kwa hivi sasa sio eneo lao tena. Yani kwa kifupi Pamba walikuwa Unyamani. Toto Africans walikuwa na eneo lao, na hata kushuka kwa Toto Africans ilikuwa ni kwa ajili ya kuchukua ubingwa kwa Young Africans kama mnakumbuka, na haijawahi kupanda tena Toto Africans. Lipuli the same, japo zenyewe zinaweza zikawa ni kwa msimu, inategemea anaongoza nani, lakini si moja kwa moja. Kwa taswira hiyo, hizi timu huwa zinajaribu kutengeneza ushawishi kwa timu na kutokana na aina ya watu wanaokuwa wanaviongoza hivyo vilabu vidogo kwa wakati huo. Kwa nini? Ni kwa sababu ya mapenzi ambayo kila siku hapa huwa tunasema, hata kama kuna kanuni, kwa nini shida ni nani wa kwanza kuzisimamia? Ni kwa sababu ya hizo association za kimahusiano za hizi timu kubwa na hizi timu ndogo, na katika kujaribu kutafuta urahisi. Na ndio maana mimi huwa nikikaa hapa Ibra na washukuru mno hawa viongozi wanaojaribu kubadilisha taswira ya ushindani tu kubaki kuwa ndani. Sasa tutanue mabavu tukashindane nje. Kwa sababu gani? Kwa sababu ushindani wa ndani kuna muda practice sana ubora wako, na ndio maana hizi timu hata zikiwa hazina wawekezaji, hata kipindi ambacho zinapitia nyakati ngumu ya kutembeza bakuli, kuchangishana timu isafiri, bado utawakuta nafasi ya kwanza, nafasi ya pili. Ni kwa sababu hawapati kipimo sahihi kutoka kwa hao wengine. Na kipata kwa msimu ni wala ambao sio familia yake, ambao nao wanakuwa si wengi, labda 3 4. Hao wengine watabaki familia, na wale neutrals ambao pengine neutral atahukumiwa na uwezo wake. Inawezekana angetamani kushinda, lakini kutokana na uwezo hawezi kushinda. Kwa vyote hivyo ukija conclude unakuta ushindani si thabiti kama ambavyo tunauona kwa jicho la nje. Kwa jicho la ndani kuna ushawishi mkubwa mno wa kulegeza kwamba bana hii familia hii natafuta maisha, ama mchezaji kabisa kutoka moyoni mwenyewe anajua kwamba mimi natakiwa kushine dhidi ya Young Africans ili upande wa pili wanione. Unaelewa? Na mimi nikiwakazia Young Africans kuna mawili, wanichukue ama wasinichukue. Manake kuna mawili hapo, uchukuliwe kwenda kuua kiwango kwa sababu wewe bana kila siku wewe